Basi tutaangalia maandiko matakatifu kutoka kile kitabu cha Mwanzo sura ya 2, mistari michache. Tutasoma mstari wa 8 na wa 9, tutaruka tutaenda mstari wa 15 mpaka 17, lakini pia tutaenda sura ya 3, ambapo hapa sura ya 3 tutasoma mstari wa 17 mpaka wa 19. Tuanze na ile sura ya 2 aya ya 8 mpaka 9. Anasema, Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katika bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mstari wa 15 mpaka 17 anasema, Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani wa Edeni wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa. Siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa. Naomba nikimbie. Ukisoma sura ya 3 unapata habari za nyoka. Soma sura ya 3 kuanzia aya ya 1 na kuendelea, unakuta habari za nyoka anamdanganya mwanadamu. Sasa baada ya mwanadamu kudanganywa, anakula tunda la ujuzi wa mema na mabaya. Na baada ya kula lile tunda, maandiko nasema kutokea akajikuta yupo uchi na akafuzwa kwenye bustani ya Edeni. Sasa naomba nisome mstari wa 17 kwenye sura ya 3 ambao unasema, akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikia sauti ya mke wako na ukala matunda ya mti ambao na alikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, na kwa uchungu utakula mazao yake siku za maisha yako, michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni, kwa jasho la uso wako utakula chakula, na hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe na mavumbini utarudi. Mstari wa 23 mpaka 24 anasema, kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Akamtoa katika bustani ya Edeni akamweka kwenye ardhi ambayo kupitia hiyo alitwaliwa. Kwa hiyo alitolewa kwenye ile iliyotakaswa, aliyopewa kama neema, akapewa ile ambayo walipaswa kulima wale ambao sio waliochaguliwa na Mungu. Sasa nataka nizungumze mambo machache. Kwamba katika maisha kila mmoja anayo Edeni yake. Na ukisoma hapa kitabu cha Mwanzo utagundua Edeni iliyokwenda zungumziwa ilikuwa kwanza ni zawadi ya kwanza mwanadamu kupewa baada ya kuumbwa na Mungu. Hakuna kitu chochote alichokuwa amewahi kukabidhiwa, tofauti na vile alivyokabidhiwa kwa mtu wa ndani aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 26 hadi 28. Sasa ukija hapa alipoumbwa kimwili, anapewa zawadi ya bustani, kwamba ili uweze kuishi huu mwili unataka kula, ili uweze kuishi huu mwili unataka kuvaa, ili huu mwili uweze kuishi kuna mambo unatakiwa ufanye. Sana pewa zawadi ya bustani ili iweze kuwa chanzo cha mafanikio mengine. Sasa tunaangalia maandiko yanasema alipokabidhiwa akaambiwa ailime, aitunze, iendelee kustawi. Lakini licha ya kwamba anailima na kuitunza, bado kinachopatikana ndani ya ile bustani sio cha Mungu, ni cha kwake. Kwa tafsiri nyingine, Mungu anaweza kukupa kazi, anaweza kukupa utumishi, anaweza kukupa utajiri, anaweza kukupa mali, anaweza kukupa mke, anaweza kukupa biashara, anaweza kukupa ufugaji, anaweza kukupa kilimo, lakini ni kwa neema yake bado anachokitaka ulime na utunze. Sasa kuna kanuni ya kulima na kutunza. Na furaha ya Mungu sio kwamba amekupa masharti. Furaha ya Mungu ni wewe ukiendelea
kuongezeka au kubarikiwa na kile ulichonacho. Sasa unailima vipi? Kwa maombi. Unalima vipi? Kwa kutoa sadaka. Unalima vipi? Kwa namna yale maagizo jinsi yalivyo. Ndio maana huku anasema akaweka mto, ambao ule mto kazi yake ilikuwa ni kumwagilizia maji kwenye bustani ya Edeni ili endelee kustawi. Sasa Biblia inasema alipofanya makosa akatolewa kwenye bustani ya Edeni, mambo yote yakaribika. Nisikilize, kuna chanzo chako cha baraka ambacho ndicho Edeni yako. Tunaposema Edeni, ni zawadi ya kwanza ambayo Mungu amekupatia kama neema, ambayo ni chemichemi ya mambo mengine yote katika maisha yako. Kile ambacho ulianza kukimiliki kikawa chanzo cha vingine. Ndani, kwa tafsiri nyingine, ndicho kilichobeba maisha ya vingine vyote, ndicho kilichobeba uhai wa vingine vyote. Na ndio maana kikiyumba kidogo, mambo yako yote yanaharibika. Muulize Adamu, alipofukuzwa Edeni, alienda kulima ardhi nyingine na maisha yalianza mapya. Waulize walioajiliwa, ambaye anategemea mshahara ili aendeshe biashara yake. Mshahara ukichelewa, mifugo yote inaanza kugua midondo na inakufa. Kwa nini? Edeni yake ni mahali pa kazi pake. Sasa ili uweze kuendelea huku kwingine, lazima utunze Edeni yako. Nisikilize nikwambie mpendwa. Sijui kama unatambua thamani ya kile ulichonacho ambacho Mungu alikujalia cha kwanza. Sijui kama unathamini na unatambua umuhimu wa hicho ulichonacho ambacho ulipewa kama zawadi cha mwanzo. Kikawa chanzo cha kufungua marango ya vitu vingine. Kuna mwingine cha kwanza kabla hata ya mafanikio ya kibiashara ya kiuchumi, alioa, alipooa ndo malango ya uchumi yakafunguka. Edeni yako ipo kwenye ndoa. Kuna mwingine alipoajiliwa, akili yake ikatanuka, malango ya uchumi yakafunguka. Ajira, Edeni yako ipo kwenye ajira. Kile ambacho kilifungua malango ya vitu vingine ndicho Edeni yako. Sasa Biblia inasema utakitunza vipi, inategemea na aina ya Edeni ulionayo. Basi ukitaka kuendelea kufuatilia hili somo kwa undani zaidi, nadhani litakuwa tayari hivi karibuni. Tarehe 2 litakuwa tayari, mwezi wa 3, tarehe 2 mwezi wa 3. Kwa hiyo tuendelee tu kuvumilia kwa neema ya Mungu. Tuangalie kwa undani zaidi juu ya kitu kinaitwa bustani ya Edeni, na tuangalie kwa undani zaidi juu ya kitu kinaitwa Edeni, ili tutambue tuna umuhimu wa kuitunza hii Edeni. Na moja ya kitu ambacho nakuachia cha pekee ili ujue bustani ya Edeni au ujue Edeni ni zawadi ya mwanzo. Mwanadamu aliyeumbwa wa kwanza kati ya mwanamke na mwanaume kimwili alikuwa mwanaume, na ndiye aliyekuwa wa kwanza kukabidhiwa kitu cha kwanza. Kwa tafsiri nyingine, cha kwanza ndicho kinachofungua malango ya vitu vingine vyote. Ninawapenda, Mungu awabariki. Naitwa Mwalimu Democracy Sebastiani. Wengi huniita Mwalimu Sebastiani. Ni mtumishi mdogo asiyefaa ambaye nimeokotwa na Mungu, nimetolewa mbali kule kwenye ujana. Kwa neema ya Mungu anazidi kunitengeneza. Sio kwamba ninafaa, lakini Mungu anazidi kunishape kidogo. Na ninatamani kuijua kweli zaidi ili Mungu anisaidie. Na ninatamani watu tumtafute Kristo kuliko kutafuta mikate na miujiza.